As this marks the second day of the United Opposition rally at Kisii, as they sing a song of one term that President Ruto should go home, as the opposition leader also break a moment of silence to the late Mugambi Kiai, who was the activist and also the human rights, who died this morning. The Wiper Stephen Kalonzo Musyoka went on and blamed President William Ruto on destroying the relationship between Kenya and other countries. He urged the people of Kisii to come together and take Ruto home. Office wa chama cha Jubilee mtawasalimia wote. Sasa kwanza Mheshimiwa Peter Munya, watu wa Nyamira mjambo, amjambo tena. Leo ni leo, msema kesho ni muongo. Wakenya wameshikana kuhakikisha hii serikali ambayo imeharibu uchumi, ikaharibu elimu, ikaharibu afya ya Kenya iondoke. Munakubali waondoke? Munakubali waondoke? Na sisi tukiwa tumeshikana nanyi na tukiwa na kiongozi huyu wenu Dr. Fred Matiang'i na hii timu ingine ya opposition tunawapeleka nyumbani. Harambee! Harambee! Na naona senior council rafiki yangu bwana Mogeni ambaye tumesoma na yeye anaendelea kuhudumia nyinyi hapa Nyamira. Si hiyo ni sawa sawa? Hiyo ni sawa sawa? Kama serikali imeshindwa na majukumu yake ile ya kawaida, hawezi endesha elimu vizuri, hawezi mambo ya afya, security imetoroka kila mahali, kuna haja waendelee kukaa. Kuna haya asubuhi mnawapeleka nyumbani, ndio wale wanasema hilo nione kwa mkono hapa ni furahi pia leo. Huko mbele tunawashikilia Matiang'i huko pia. Tuko pamoja nani tupeleke serikali nyumbani. Haya, Mheshimiwa Eugene Wamalwa. Abandu ba Nyamira wakirauya Murembe, muko sawa? Tumekaribisha serikali ijayo, alternative government. Tukisema harambee tunataka tujue kama kuna watu wa one term Nyamira ama hapana. Harambee! Harambee! Nyamira! Nyamira! Kisii! Kisii! Mumeamua ni one term? Hebu nione mikono one term. Sisi tumeamua Bwana William Ruto ni one, sababu amekuwa na uongo mwingi sana hapa Nyamira. Mimi nilikuwa waziri wa maji, tulikuwa na mpango wa kuleta ile damu ya Bunyunyu, tulikuwa na mpango wa kujenga ile damu ya Magwagwa. Huyu jamaa tangu aingie miaka 4 amejenga damu ya Bunyunyu kweli? Aliahidi kujenga Magwagwa, amejenga kweli? Aliahidi ataleta airport katika kaunti hii, ameleta kweli? Zile barabara aliahidi amejenga kweli? Ni muongo si muongo? Aende asiende? Sisi tumeamua tangu jana mchupe huyu Dr. Fred Matiang'i, tutatembea pamoja, tutaenda bega kwa bega hadi turudishe William Ruto wapi? Tumrudishe wapi? Ili turekebishe mambo ya hospitali na afya, Ruto must. Ili kurekebisha mambo ya elimu, Ruto must. Ili kuacha mambo ya majenzi kuwawa, Ruto must. Na sisi tumesema Bwana Ruto hawezi tuzuia kuja Nyamira, hawezi tuzuia kuja Kisii. Jana ametoa wahuni ati sisi wageni wa Fred Matiang'i tusikanyage hapa. Hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Mnatukaribisha? Ile katiba George Anyona alipigania
Musalia na Raila Odinga, katiba Mulira na Jaramogi walipigania, katiba Rubia na Matiba walipigania, inatupa ruhusa twende hapa Nyamira, twende Kisii, tusemezane na Wakenya wenzetu. Sisi tuambia wana muwe huru kuja kukuza sera zenu hapa, na sisi wenye one term tuwe huru pia tujatuze sera zetu. Mtatunga mkono jamani? Jana nimetembea Kisii, wameamua ni one term. Jana tumeona Kisii ni mbaya bwana, hapa Nyamira ni mbaya bwana, Zakayo ni mbaya, ni mbaya. Jana hakulala, nasikia amemeza brufen usiku mzima ameza brufen asimeze. Ni mbaya si mbaya? Semeni ni mbaya, sema mbaya, mbaya. Asante, Mungu awabariki. Aya, korera yetu, rafiki yetu sana, former vice president, ndugu yangu mkubwa, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Asanteni. Korera zangu hoye, Nyamira hoye, abantu bamentu Mbiamuri naende, hata wale huko kujuu kwa kuko na aya. Nikisema Wiper mtanisaidia? Ndiye huyu. Mtaniambia tukomboe nchi. Kwa hiyo nikisema Wiper sema komboa Kenya. Wiper. Wiper. Nyamira. Harambee. Ni one term hapa Nyamira. Mnaamini kabisa ni one term. Na tumeona kweli you mean business. Tumeona Bagusi mean business. Omugusi mahali muziki Kisii yako dunia nzima anaangalia hapa sasa Nyamira asubuhi ya leo. Sio mara yangu ya kwanza, sio mara ya pili. Hata nilikuja that time tukaenda mpaka juu, tukafungua ofisi ya Wiper pale chini, na tena nimeona bado iko ofisi. Mjipigie makofi. Sisi na ndugu zetu wa Jubilee na DCP na DAP Kenya na PNU tuko timu moja, hakuna uhasama. Ukiona Wiper umeona Jubilee, jipigie makofi. Na kwa hivyo ndio naona huyu rafiki yangu hapa anaitwa Ben Momanyi. Ben Momanyi. Igo. Ben Momanyi. Igo. Kumbe moja sahau. Tulikuja na mimi nilikuwa na tabia kukuza viongozi wenu. Wengine tunafaulu, wengine hatufaulu. Nilianza na Ben Momanyi, hata akijaribu kuwa mjumbe wa Borabu tukaanguka kwanza, akarudi akachaguliwa. Kwa hivyo mkituona tujue ni timu moja. Fred Matiang'i ako na huyu vijana huyu wote hawa na wengine kama yule msichana aitwa Bosbori naitwa Nora, anatafuta kiti cha ubunge Dagoretti North. Akiingia huko hata Kisii atakuwa ameingia Nairobi, si kweli? Atakuwa ameingia Nairobi na anajitahidi zaidi, amesoma sana. Sitaki kutaja wale wengine hapa, Fred atawataja. Hata Victor Ogeto. Fred, unajua huyu. This man is more than a brother to me. Unamjua? As you said that Kemosi is your chairman. Huyu Victor Ogeto ndiye deputy chair ya Wiper, anaitwa Swanya na ni wakili wa Gachagua. Tumpigie makofi Victor Ogeto. Kwa hivyo tuko jamii moja. Nia yetu ni kusema Ruto ang'atuke mamlakani. Kung'atuka is meaning business. Tuliona jana wamejaribu kuleta wahuni ati wazuie team ya alternative government isiingie Kisii na Nyamira. Na kwa hivyo wale ambao wameumizwa ni jukumu la huyu Ruto na Murkomen ambao wanasimamia usalama. Mamlaka ya serikali yoyote duniani kokote
ni kulinda maisha ya wananchi. Lakini jana aleta wauni, wengine watoke hata huku wanauawa bure, na wananchi wamesema wao hawatazuiliwa mikutano yao kwa sababu ni haki yenu ya kikatiba. Wangapi wanajua ni haki yenu katiba kufanya msimamo, kuchukua msimamo wa kisiasa, kufanya mkutano bila kuleta shida? Kwa hivyo msiogope na msiusiwe uoga. Lakini jana tuliona hawa korera zangu haisikuuziwa uongo. Yaani jamaa alikimbizwa, yaani kama kuzuia mto Nile isielekee huko Mediterranean Ocean. Lakini tukiwa hapa, naomba kwa heshima tumkumbuke one of foremost human rights defenders. I don't know whether you have seen it, Fred. We lost Bwana Kiai yesterday. He had kidney failure. Na tukiwa hapa, because it's our first meeting, tukumbuke wale wote mashujaa wetu wazalendo, patriots, ambao wanakufa, wengine wanasalimu vile afya ilivyo. Mwili hii iko shida, na hiyo SHA ndio hiyo imeleta shida ya William Ruto. Kwa hivyo dakika moja tumkumbuke ndugu yetu Kiai ambaye alilala jana. Na Fred Matiang'i, si mtapatia jana, si amekuwa spokesman ya Bagusi. Wangama anataka Kalonzo na Matiang'i na Rigiji na huyu Rakiedo Mumeru, huyu Mumeru weo nitaka Kumameru, na hata hawa wote tushikamane. Rigiji, waheshimiwa, my brother Eugene Wamalwa, Ingo yote pamoja na Tambea, Kenya imeshikana. Ruto anajua kudanganya sana. Juzi anaita mkutano, anasema nitawashinda hawa kina Kalonzo na 2 milioni. Yaani yeye anaota tu ya kikuchao. Safari hii hakutakuwa wizi wa kura Kenya. Ruto ajue, ajianze kujiandaa, atoke mapema. Harambee! Hata bei ya majani chai yameharibu. Si nyinyi mnalima majani chai? Bonus mwaka huu ilikuwa ngapi? Shilingi 10 na ngapi? 13. Na wakati Kibaki na sisi tulikuwa kule, kumbukeni, one time bonus ilikuwa imefika hata karibu 50 shillings. Sasa imeteremka, na sababu ni kuharibu uhusiano na nchi jirani. Majani chai yetu wengi wanaotumia ni nchi kama Pakistan, Egypt na hapa jirani Sudan, hasa upande wa Khartoum. Lakini Ruto ameingia kule, ameshikama na wauni huko, mpaka mkubwa wa serikali angawaje ni ya majeshi kule, hata General Burhan akasema hataki majani chai kutoka Kenya. Ndio sasa bei inashuka chini kwa sababu ya Ruto kuingilia masuala ya kindani ya nchi jirani. Kwa hivyo hata uhusiano wa kimataifa Ruto ameharibu, na ndio hata dunia nzima inangojea sisi kina Fred Matiang'i na sisi zote na Rigathi Gachagua. Kwanza Rigathi, nikimaliza nitampatia microphone. Unajua nini? Yeye huyu waziri ameniambia asubuhi, yule Eugene Wamalwa, unajua alikuwa waziri wa defense, anajua mambo ya vita sana yule kijana. Ni wakati mmoja tulipigwa tear gas, sikuona vile Eugene aliwacha mimi kwa gari. Mimi nilibaki kwa gari kwa sababu alikuwa na tactic. Yeye ni waziri wa defense. Akaniambia kuna bomu moja inamilikiwa na Marekani, inaitwa Bombard 52. Yaani inafika mahali ndugu Rigathi anateremsha hiyo bomu. Hiyo bomu inamgonga mpaka Ruto ajui anaenda wapi, anachanganyikiwa kwa sababu alifanya maajabu. Kwa hivyo zote tunasema hakuna mmoja wetu. Ukimguza Matiang'i umeguza Kalonzo, ukimguza Eugene Wamalwa umeguza Matiang'i, ukimguza Rigiji umeguza kila mmoja wetu, na dunia hii itapasuka. Lakini lazima Ruto amejua mambo yake kwisha. Kwa hivyo tushikamane, huyu jamaa tumtoe mamlakani.
Kwa hivyo Mungu abariki sana kona zangu, nitaongeza wasichana 2 kama mtaendelea kushikamana namna hii. Nyasaye ulinde sana. This was also repeated by the former Deputy President Rigathi Gachagua, as he urged the people of Kisii to support Fred Matiang'i in order for them to take President William Ruto home. Sironga hoi. Hapa ndio Sironga. Hapa ni wapi? Nyamira. Hapa ndio Nyamira. Eneo bunge gani? West Mugirango. Pale Kemosi alikuwa mjumbe. Mimi asante kwa makaribisho. Nimekuja na salamu kutoka Mlima Kenya. Mumepokea? Tena nimekuja na salamu kutoka Wamunyoro. Mnajua Wamunyoro? Nimeambiwa nikifika nimsalimie. Lakini mimi mnajua chama yangu, mnajua inaitwa nini? Kazi yake ni gani? Kazi ya DCP ni gani? Kazi ya DCP ni gani? Sinisikize ground. Hapa Nyamira munasemaje? Ati? Sisikii vizuri. Ate Nyamira munasemaje? Harambee! Harambee! Wewe Ruto, wewe Kasongo, wewe Kaongo, wewe Zakayo, wewe mwizi, wewe mtu ya Singapore. Kasongo ende asiende? Kasongo ende asiende? Wangapi wanasema Kasongo ende? Kasongo ende? Huyu Kasongo, safari ya kupeleka ya nyumbani imeanza jana hapa katika Gusila. Jana tumekuwa na sherehe ya maana sana katika jamii ya Bagusi, ambaye nyinyi mumeamua kupitia wazee wenyu, mzee Matandura na wengine, ya kwamba sasa muko na kiongozi wa jamii na msemaji pekee ambaye ndio mkubwa kiongozi ya Bagusi na ndio msemaji wa Bagusi, Daktari Fred Okello Matiang'i. Anaweza hawezi? Ainuliwe asiinuliwe? Apewe asipewe? Sasa sisi tumeungana na yeye na tunaomba ruhusa tutembee na yeye Kenya zote pamoja tukatafute uongozi, kwa sababu kwanza sisi ni familia, si ndio? Mimi nimekuja hapa, you know I'm your cousin. Hi cousin. Hi cousin. Hi Makuzo. Makuzo wapendane wasipendane? Makuzo watembee pamoja wasitembee pamoja? Makuzo watafute serikali pamoja wasitafute? This is a reunion of the family of cousins. Na familia ikiketi iongee, hiyo ni maneno ya familia ya nyumbani. Nimesikia Ruto jana aliita mkutano na ile vijana vibaraka wale wanasumbua hapa Kisii. Huyu anaitwa Osoro, mwingine anaitwa Nyakundi, na ile kijana anaitwa Jahil. Ati anauliza kwa nini Kalonzo na Wamalwa na Rigiji wameenda Kisii. Wewe Kasongo, sikia. Keep off family matters. Wachana na mambo ya familia. Si yako na familia yake? Si afanye mkutano ya familia yake? Family yetu ikikutana iko makosa? Si lazima tukutane tuongea mambo yetu? Sisi watu ya Bagusi tunataka tushikane kama simiti. Watu ya Mlima na watu ya Bagusi tunafanana. Sisi ni watu ya biashara. Sisi ni watu ya kutafuta mali. Sisi ni watu ya bidii. Kazi ya matatu hata mumepita sisi. Manyumba yote mumejenga Nakuru, Rongai, Nairobi, kila pahali. Hata huko jela watu ya Mlima na watu ya Bagusi sisi ndio wengi. Tuendelee kukaa huko jela pamoja? Tupendane huko? Kwa sababu sisi ni watu ya kutafuta, na unajua kwa hali ya kutafuta iko matatizo mingi, si ndio? Saa hilo unatafuta, unapata makosa kidogo kidogo, unafungwa. Sasa sisi tumekuja kutafuta urafiki wa maana. Mimi nataka niseme
Huyu kijana anaitwa Kemosi, tulikuwa na yeye kamati moja pale katika bunge, na mimi ninafurahi nimeona amekubali kusaidia Fred Matiang'i, kwa sababu huyu kiongozi anaitwa Matiang'i hawezi faulu kama hana viongozi wa kumshikilia. Kwa hivyo wewe Kemosi, shikilia bwana Matiang'i, ndio akitembea akuwe sawa sawa.